Siku ya leo inakuwa na ujumbe ambao natuambia kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndugu na dada katika Kristo, leo tumekuwa tena wenye heri na wenye neema ya kuweza kupatikana ndani ya nyumba Mwenyezi Mungu, ambamo tumeishi ibada pembeni ya mtumishi wake, ambamo ametuambia maneno ile yenye imekuwa ya lazima kwa ajili ya kukazisha imani yetu. Na kwa asubuhi ya leo tumetolewa neno ndani ya maandiko matakatifu yenye ilikuwa inapatikana kitabu cha Yohana, ambamo wametuelezea wakati ile yenye Yesu Kristo alikuwa akipatikana na mitume wake, na alikuwa akiwaambia eti mimi naenda kuwatayarishia makao. Na sasa aliwaambia mimi naenda kuwatayarishia makao, ile haikuwa kwa nufele kwa wanafunzi, kwa maana walishikwa na woga wakimuuliza, sasa unaenda ndio tukatale kutayarishia makao, utabakia na nani? Na Yesu Kristo aliwaambia kwamba tutawatumia kiongozi, na kiongozi atakuwa ni Roho Mtakatifu. Na wakati aliwaambia vile kuishia pale, akawaambia muweze kubakia hapa. Na mitume nasemeka ya kwamba walijifungia ndani ya chumba kimoja kwa imani, wakichunga ile ahadi yenye Yesu Kristo aliweza kuwatolea iweze kutimilika. Na kisha muda kidogo Yesu Kristo aliweza kutimiza ile ahadi na aliwatumia Roho Mtakatifu. Na kisha kuwatumia Roho Mtakatifu, inasemeka ya kwamba ile oga yenyewe walikuwa nayo iliweza kuisha. Na sasa oga iliweza kuisha, waliweza kusema kwa lugha. Na baada kusema ile kwa lugha, inasemeka ya kwamba walienda kwa mataifa mbalimbali kutangaza injili ya Bwana Yesu Kristo. Vile vile kwetu sisi wa Kristo wa kanisa jipya la kitume, banaenda kutuambia kwamba twende basi kufuata ile mfano wa wanafunzi wa Yesu Kristo. Wenyewe walibakia fasi moja kwa imani, wakichunga kwamba Yesu Kristo ataweza kuwatumia kiongozi, na ule kiongozi atakuwa Roho Mtakatifu. Basi nasi tuweze kuwa na imani ya kujua kwamba Yesu Kristo aliweza kupanda mbinguni kututayarishia makao, ili siku moja tuweze kupanda mbinguni, mimi na wewe kuweza kumlaki peponi. Kama machache anapata nafasi na limoni na kwangu, Mungu ibariki leo hata milele.